Tanzania dhidi ya Morocco. Tumepoteza. Neno lako kama afisa habari ama msemaji wa Tanzania USA. Mwambie. Kwanza kikubwa awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umesha salama na hatuna injury yoyote, na pongezi za dhati ziende kwa mashabiki wote, kwa mashabiki wote wa Taifa Stars ambao leo tumejitokeza kwa wingi katika viwanja vya Mwembe Yanga, tumeangalia mechi pamoja, na vile pongezi za dhati ziende kwa mkuu wa wilaya ambaye aliyotupa fursa hii, amesapoti vikali katika kuiwezesha Tanzania Sports Influencers katika kufanya nini, kuionyesha hii mechi hapa live kwa Watanzania. Kimwili tulikuwa tuko Tanzania, lakini kiroho tuko wapi? Tulikuwa tuko Morocco. Mpira ni mchezo wa wazi, hakuna ambaye hajashuhudia kitu kilichofanya nini, kilichotokea pale. Mimi tangu mchana nilivyoona referee sawa amepangwa yule jamaa na ile mikakati waliokuwa wameiweka Morocco, wao ndo walianza kumlalamikia yule referee. Nilikuwa nawaambia wenzangu, hizi ni techniques ambazo Morocco wanazitumia, lakini wanajua huyu mwamuzi atakuwa na advantage kwao. Hakuna aliyeshindwa kuona kwa macho yake yote mawili leo kwamba Tanzania leo tumefanywa kitu cha ajabu mbele ya rais wa FIFA na mbele ya rais wa Afrika. Yani ilikuwa inaonekana kabisa kwamba walikuwa wanaogopa leo kwamba mwenyeji akitolewa kwenye mashindano basi mashindano yataenda kufanya nini, yataenda kupooza. Lakini kikubwa pongezi za dhati ziende kwa mwalimu wetu na benchi letu la ufundi Miguel Gamondi, ambaye ni mwalimu mwenye uthubutu mkubwa wa kuweza kuipanga timu vizuri na kuwa na mikakati thabiti na kuwa na mifumo sahihi katika kukabiliana na wachezaji wakubwa. Maanake unapozungumzia Morocco unalizungumzia taifa ambalo juzi kati tu msimu wa 2022 imeenda kuvunja rekodi ya timu za Afrika ambazo imefika katika hatua nusu finali katika kombe la dunia na kwenda kugombania mshindi wa 3 alicheza na Croatia. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapongeza tu wachezaji wetu na kuwapongeza vile benchi letu la ufundi na kujipongeza sisi wenyewe wa Tanzania, na ndio maana umeona sherehe zinazidi kufanya nini, kuendelea. Wachezaji wetu leo wametimiza vitu vitatu vya mpira, yani commitment, space pamoja na time. Swala la muda, wachezaji wetu walikuwa wako makini, walikuwa na matumizi sahihi ya muda, walikuwa wanajua muda gani wakabe, muda gani wachezee mpira na muda gani wapate kufanya nini, kushambulia. Ukija katika swala la commitment, wachezaji wamemwaga jasho, wamelitumikia taifa lao, wameipambania bendera ya taifa. Kilichokosekana kabisa ni swala la matumizi ya nafasi. Tumepata nafasi mbili. Nafasi ya kwanza imetengenezwa na mwalimu Simon Msuva, kwa bahati mbaya amekosa ile nafasi. Nafasi ya pili ameitengeneza tena mwalimu, amekuja amefanya nini, ameikosa Faisal Sufi. Lakini ni bahati mbaya, mpira ni mchezo wa makosa, huwezi ukaadhibiwa kabla hujafanya makosa. Kwa namna ambavyo tumecheza ni wazi kama shabiki umeridhika 100%. Ukimwona mtu hajaridhika, huyo atakuwa akili zake haziko sawa, atakuwa hana afya ya akili, kwa sababu watu wote tumeona kilichokuwa kinatokea. Ile nafasi ya mwisho ambayo alipata Edinado, ile ilikuwa ni penalty dhahiri shairi, lakini mwamuzi amegoma kwenda kwenye VAR. Hata ukiangalia Morocco amepewa kadi ya njano moja tu, pamoja na faulo zao zote za hatari walizokuwa wanacheza, lakini kadi ya njano imetoka moja. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mbinu rasmi katika kuwatoa wachezaji wa Tanzania. Pongezi za dhati ziende kwa safu yetu ya ulinzi ya nyuma ambayo ni Baka, Shabalala pamoja na Mnoga pamoja na Shomari Kapombe pamoja na Ibrahim Baka na captain Nondo Mwamnyeto. Yani sidhani kama Mwamnyeto anaweza akarudi tena Tanzania. Yani amekuwa na hali ya utulivu mkubwa. Baka pamoja amepewa kadi dakika za mwanzoni, lakini bado alikuwa na behave, alikuwa na tabia na hali nzuri ya kupambanaji na kucheza kwa tahadhari. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapongeza tu sawa wachezaji wetu, na tunajiandaa katika kwenda kuwapokea airport. Tunaisikilizia ratiba, na wale mashabiki wote wa Tanzania inatakiwa twende tukawavishe mataji ya maua wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi. Unajua yule jamaa, yule mtoto alikuwa anacheza Real Madrid, ana akili nyingi. Yani ule mpira Masalanga alikuwa anajua ule mpira labda yule anaweza akatoa V-pass au anaweza akapiga cross, lakini akaitandika pale. Kwa hiyo Masalanga akawa amepotea kama hatua moja hivi, lakini kama angekuwa na uzoefu mkubwa, ina maana alikuwa anaenda kukava post, ule mpira usingeweza kufanya kuingia, ungemgonga. Lakini kikubwa yote kwa yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wamepambana, wameipambania nchi.
Asante sana. Mohamed Hamis, Taifa Stars tumepoteza dhidi ya Morocco, lakini maneno yamekuwa mengi kama lawama zinakwenda kwa muamuzi. Wamebebwa, 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 ndio neno pekee ambalo tunaweza tukawapa, na hii ndio Taifa Stars tuliokuwa tunaitaka. Leo umeona Morocco amesaidiwa na mwamuzi, walikuwa na mchezaji wa 12 ambaye ni mwamuzi wa mchezo wa leo, amewabeba vya kutosha mpaka aibu. Yani unawabeba Morocco mpaka aibu. Unaona penalti ya wazi tumenyimwa. Idi Selemani Nado, mmoja wa washambuliaji hatari kutoka Azam FC, akiwa Taifa Stars, kuna jezi ya samani ya Taifa Stars, anafanyiwa madhambi ya wazi ambayo dunia nzima inaona, anasukumwa kwa maksudi kwenye penalty box, mwamuzi anameza filimbi, anashindwa kwenda kwenye VAR kuweza kuverify au kuhakikisha tukio kama ni sahihi. Anaambiwa na Samata, nenda kwenye VAR, mwamuzi hataki. Wachezaji wanamwambia nenda kwenye VAR, hataki. Benchi ya ufundi wanamwambia nenda kwenye VAR, hataki. Maana yake refari wa leo aliandaliwa kuwapa ushindi Morocco. Morocco leo ameshinda kwa maamuzi ya refari. Unaona rafu nyingi tumechezewa sisi, maamuzi ya refari anameza filimbi. Tuna uwezo. Niwaambie wa Tanzania, leo tumeshinda. Leo taifa limeshinda. Na tujipongeze na tujafungwa. Tuko pazuri sana. Hapa tulipofikia tupo pazuri sana. Unaelewa? Kwanza nichukue nafasi kuwashukuru mashabiki wa soka mbalimbali ambao wameweza kujitokeza kuja kwenye eneo la Mwembe Yanga hapa kutizama mpira na sisi. Tuwapongeza sana mashabiki hawa, lakini pia kama mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencers nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wenzangu wa Sports Influencers Promotion ambao wameandaa jambo hili ili kuwaita mashabiki wa mpira tuje kuangalia mpira hapo kwa pamoja. Lakini nimtumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya wa Temeke, Mheshimiwa Sixtus Mapunda kwa ushirikiano mkubwa ambao ametupa mpaka kuliandaa hili jambo kulikamilisha. Lakini nichukue nafasi hii kulishukuru jeshi la polisi ambao wametupa usalama na ulinzi katika eneo hili. Leo mpira umechezwa hapa na watu wameenjoy na amani imeonekana. Leo umeona ambavyo mwalimu Gamondi Migeri amewauliza maswali magumu wa Morocco. Ukiangalia kikosi cha Taifa Stars on paper, Taifa Stars na Morocco wao wanacheza Ulaya wote. Ibrahim Diaz hakuna CMG wanacheza pale Real Madrid, from Real Madrid Spain kwenye La Liga, timu moja, timu bora barani Ulaya na timu bora duniani yana UEFA Champions League 15. Leo umeona ameulizwa maswali magumu na Haji Mnoga, ameuliza maswali magumu na Ibrahim Bakari Noto Mamnyeto. Wow, what a player Bakari Nyondo Mamnyeto, makofi mengi kwake na heshima, saluti juu. Amecheza vizuri sana. Amekufurahisha kiasi gani? Leo Selemani Mwalimu, he was very fantastic player. Ndio wachezaji wakubwa duniani wanafuata kuwa hivyo. Selemani Mwalimu is a man to watch. Angalia alivyofanya safu ya ulinzi ya Morocco kupata muhao kila wakati. Selemani Mwalimu anafanya high pressing, na kama referee kama asijakuwa familia ya Morocco, ile pressing ya Selemani Mwalimu ilikuwa ni goli. Alifanya high pressing, akachukua mpira, akafanya interception, anakwenda kulikabia lango. Referee kwa sababu alikuwa ni wa mchongo, kaandaliwa kuipa ushindi Morocco, akapuliza kipenga. Hiyo ndio Tanzania ambayo watu wengi waliibeza. Leo Tanzania dakika 90 wa Morocco wameona wamenyamaza uwanjani, kwa sababu walikuwa waamini kile ambacho nakiona. Tumeenda kuwauliza maswali magumu kwa midfielder. Kuna Ngolo Kante anaitwa Mabura, Sambode Mabura, wow. Mabula Msanga, Alphonse Mabura, wow. Yule ni midfielder wa kisasa. Ninawaambia Alphonse Mabura anaweza kucheza Manchester United kwa ubora ambao nao. Ni kama Xavi au Rodri kwa eneo la kiungo. Pongezi ni kwa mwalimu Miguel Gamondi kwenye haya mashindano ya Yes. Sisi tuwapongeze Taifa Stars kwa ujumla, lakini bila kumsahau Miguel Gamondi, mwalimu mzuri ambaye ameweka historia kubwa. Kwa mara ya kwanza tunacheza group stage ya hatua 16. Sio jambo jepesi. Sisi ni washindi. Leo Taifa Stars tumeshinda, na niwaambie sisi sio wanyonge, na niwaambie wanachama, mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania nzima, tujitokeze kwa wingi kwenda kuwapokea Taifa Stars airport. Nguvu ambayo wameonyesha leo, surprise wanafanya kwenye mpira leo. Rais wa FIFA ameona, dunia imeona kwamba hii Tanzania miaka inayokuja itakuwa hatari.
the next AFCON ni Tanzania na sisi tutaonesha Morocco. Gamondi apewe timu moja kwa moja. Gamondi apewe timu, ni bonge moja ya kocha. Saruti. Alikuja na tactical approach ambayo iliwafanya Morocco wasicheze mpira ambao wamezoea, kuanza na wachezaji watano wana asili ya ukabaji, maana yake defensive wise, unaelewa. Eneo la kiungo kuchezesha Alphonse Mabula pamoja na Milosi na Fatu sisi, basi ilikuwa ni eneo la advantage. Kuna eneo la ulinzi kuwa na watu watano, eneo la nyuma kuna row block, na uliona Ibrahim Diaz ilikuwa ngumu kuifungua defensive ambayo ilikuwa very compact intactness ya Taifa Stars. Hiyo ni master tactical ambaye ni Miguel Gamondi ameintroduce kwa Taifa Stars, na ndio bana unaona leo confidence ya wachezaji, mental toughness ilikuwa kubwa, wamecheza kama vile wako Benjamin Mkapa. Uongo. Nafasi ya Msuva angepata leo tulikuwa wapi? Nafasi ambayo amekosa leo FSM manake tungekuwa wapi? Tungeshinda. Tuwapongeze wachezaji, wamevucha jasho, wamecheza sana kwa kujituma, wamepambania jezi ya Taifa Stars, na leo tumeona matunda ambayo leo wametuachibisha Tanzania. Wale ambao walikuwa wanaibeza sasa Taifa Stars waanze kuheshimu na kuisupport. Ni rai yangu wa Tanzania wote tuisupport Taifa Stars, maana ndio timu pekee ambayo inawakilisha taifa letu, na sisi Tanzania ndio taifa la kujivunia, hatuna taifa lingine. Asante sana msemaji, karibu. Huyu msemaji wetu.